mpinzani kwa ujumla, plan huwa zinavurugika, inabidi na kila mtu afanye kile ambacho anahisi ni sahihi. Lakini kuna baadhi ya mechi ya hizi timu za madaraja ya kati dhidi ya hizi timu kubwa, unaona kwenye maeneo mengine yote plan ipo pale. Na mfano jana KMC walikuwa pale uwanjani na walikuwa wanajua plan yao ni nini. Wala hawakuwa kuwa press Simba kuanzia juu. Ni kama kulikuwa kuna mid block plan, na walikuwa wanaona kuna mshambuliaji mmoja, kuna time walikuwa wanapata support ya kwa wawili ama awe mmoja peke yake, nyuma yake kuwe kuna watu watano then wanne nyuma. Plan ilikuwa ni kujilinda kwenye mid block na kuwafanya Simba wasiwe na uhuru sana between the line, katikati ya mstari wao wa kiungo na ulinzi. Wapafanye pale pawe finyu kadri ambavyo inawezekana. Kama unapafanya pale pawe finyu, manake unatengeneza mazingira mazuri ya wewe kumpora mpinzani mpira katikati ya uwanja na counter press. Kwa huku kwengine plan yao walikuwa naiona kwamba exactly nini ambacho walikuwa wanajaribu kufanya. Sasa mkishampora mpinzani mpira na mkilikaribia lango la mpinzani, lile ndo eneo ambalo linahitaji composure hali ya juu, yani uendelee kustick kwenye plan. Kwa plan yetu ni tumpore mpinzani wetu mpira. Tukishampora, nini ambacho tunatakiwa kufanya hapa? Unatakiwa bado kuwa na hiyo stahimala, yani bado uwe na hiyo composure ya kuendelea kuitekeleza plan yenu mpaka mwisho. Lakini kama mnafika hadi eneo hili alafu kila kitu kinaanza yani kutekelezeka nje ya plan, ama kila kitu kinaenda haraka sana, mnakuwa mnaikamisha plan yenu. Kwamba huku maeneo mengi, na huko of course haya maeneo mengine huwa pressure yake sio kubwa, lakini kadri ambavyo unahisi kwamba mnakaribia nafasi ya kufunga, pale ndo ambapo pressure inakuwa kubwa na kila kitu unataka ukifanye kwa huo haraka. Kwa nafikiri walichokikosa jana KMC ni kwenye stage ya mwisho ya kuimalizia plan yao, pale ndo ambapo walikuwa na fail, lakini nafasi zilikuwa zinafunguka sana. Sio quality. Ndio inaonekana hiyo quality, malaki composure nayo kwa na ile stahamala ni unakuta kuna baadhi ya wachezaji wanayo ama hawana. Unaweza ukawa na utulivu lakini bado ukakosa ubora stahiki katika kutekeleza kitendo cha kiufundi. Ni kama labda goli la kwanza la Simba. Sio utulivu tu, ni quality. Ni kazi ngumu sana kucheza kama vile katika eneo finyo la namna ile, na kucheza one touch football vile sharp, quick, lakini pia yenye ufanisi. Kwa sababu touch zote alizozifanya Mutale na touch zote alizozifanya Kibu, zote zilikuwa za ni almost perfect. Unataka kutafuta labda touch moja ilikuwa kidogo ina shida, lakini touch zote zilikuwa on spot. Na unaweza ukasema chochote unachotaka kusema kuhusu KMC uzuiaji, lakini na kuhakikishia dhidi ya timu yoyote ile duniani, mpinzani wako akiwa anafanya one touch football yenye haraka na ufanisi, ni moja ya action ngumu sana kuzuia. Ngumu kweli kweli kuzuia. Ni sasa aliwahi kuniambia mimi Oscar Mirambo, ukiwa unafundisha hata vijana wahimize sana kwenye nini 1-2. Kuna mazoezi yake pia ya 1-2 tunaziita hizo, ni kwamba nakupa na nipa. Ukiwa pembeni ya uwanja, winga labda na fullback ama winga na kiungo, wewe fullback wakikupigia 1-2 umekwisha. Ni ngumu kweli kuizuia, kwa sababu unaenda kwenye mtu wa mpira, yule mtu wa mpira kampa mwenzake, yule alipompa mwenzake naye pia kashaondoka tena. Kwa hiyo ikipigwa 1-2 vizuri, yani umekwisha, yani you are dead. Yani ngumu sana kuizuia. Kwa hiyo ni quality tu. Of course Fadu anafanya hivyo kwa sababu inaonekana Simba msisitizo wao mkubwa ni central overloads. Yani wanataka kuwa na wachezaji wengi sana pale ndani. Ndio maana unamuona winga mmoja yuko pale Kibu, Mutale naye winga yuko pale, au anaye ni kiungo mshambuliaji yuko pale. Watatu wote wako pale, and then kuna wawili chini yao nao wanakuwa wanasogea, and then kuna striker ambaye yuko juu yao. Kwa pale ndani pale kunakuwa na wachezaji wengi sana watengeneza overloads. Kwa hali ya kawaida unaweza ukasema wanajikaba, lakini wakitumia ubora wao wa kiufundi wa kutekeleza kitendo cha kiufundi kwa haraka zaidi na ufanisi, kirahisi sana wanatengeneza nafasi. Na ni 2-1 tu, lakini kiuhalisia ukiangalia mechi
unaweza kukuta labda KMC angeweza kufuata 4 kwa idadi ya nafasi ambazo Simba wametengeneza, na wamezitengeneza kupitia utaratibu huo huo tu, vitendo, kukamilisha kitendo cha kiufundi kwa ufanisi na uharaka. Unaweza ukakamilisha kitendo cha kiufundi lakini ukiwa taratibu unamruhusu mpinzani kujiorganize tena, anakaa katika sehemu yake nzuri ya ulinzi. Lakini ukikamilisha kitendo cha kiufundi kwa haraka na ufanisi, unaweza ukafanya haraka lakini sio ufanisi, touch moja ikawa mbaya, sehemu unapopeleka mpira unapeleka sehemu ambayo sio sahihi. Ila ukiwa na haraka na ufanisi na kitendo cha kiufundi umekifanya vizuri, ni ngumu sana kudefend, kwa sababu kwa hali ya kawaida kwanza ingeweza hata kuwa penalty kwanza. Kwa sababu nafikiri ni nani, Shemvuni alienda mega kabisa na nilio Mutale. Kwa ni kama bahati tu, wakati anaenda kumkwanyua kabisa Mutale, ule mpira alishaulilizi kwa Mkwala ambaye akafunga. Kwa yani imetokea haraka sana, quick, tata watu wameondoka. Kwa hiyo nafikiri hao wapinzani sometimes mimi wanaangaliaga mechi, sio kwamba kocha hapendi, na ndio maana kuna baadhi mimi wa makocha ambao wanafundisha hivi vilabu vya katikati, kuna muda na wapa heko sana. Sio kazi rahisi ukiwa na vitendea kazi ambavyo ubora wao ni wa chini ama wa wastani tu. Kwa hiyo hata ufanyaje, kwa sababu sio kila kitu ni coaching based, vitu vingine ni players based. Yani mchezaji anaweza akafanya nini yeye kama yeye. Kwa kuna muda wa kutani hata wachezaji kukamilisha pasi tu ya mita 5-6 zinawashinda. Ni ngumu, yani ni ngumu sana, unahitaji quality. Tunawasifia makocha ambao wako Simba, Yanga, Azam hivi karibuni na Singida, lakini angalia wale wachezaji waliokuwa nao, inasaidia. Of course kuwa na wachezaji wazuri tu peke yake haisaidii, unahitaji pia na kocha mzuri. Kwa yes, Faldu ni kocha mzuri, lakini angalia kile kitendo alichokifanya Kibu pamoja na Mutale. Unahitaji ile quality, one touch, speed ya execution iko sahihi, decision making iko sahihi, kila kitu kiko spot on. Ikishafanyika kama vile, sawa, nimewasaidia wote, nimewatengenezea muundo ambao utawafanya wote muwe yale maeneo. Lakini kukamilisha kile kitendo cha kiufundi kwa haraka na ufanisi, hiyo ni juu yenu nyie. Mkikamilisha hivyo maana yake tunafunga goli. Mkikamilisha hivyo maana yake tuwatengeneza nafasi bora ya kufunga. Kwa hiyo ni quality pia inakuwa inasaidia. Timu pinzani hizi unaweza ukapita labda kikosi kizima cha KMC, alafu labda hapo akae kama acha usajili labda ya Simba, wanasema pale labda tuchukue nani. Unaona wanafikiria nani tunachukua pale, nani tunachukua. Ndio unaona level inapokuwa, na kwa bahati mbaya sana tunasema ni nature tu ya maisha ya kawaida. Yaani hata Mungu tu aruhusu watu wote tuwe sawa. Ingekuwa ikaeka. Kwa hiyo tu kwa hali ya kawaida ni lazima kuna mtu mmoja atakuwa bora sana kuliko wewe. Na hapo kwa Fadlu kwenye man management msimu uliopita huwa kuna kelele nyingi sana. Hivi unajua kuna muda tulikuwa tunasema hapa Kapombe na huko mitaani amezeka, Zimbwe hivi, lakini sasa hivi kelele hizo zisikii tena. Alafu tuje hapo au nimeongelea wawili kama mfano. Sasa hivi huwezi kuwagusa tena watu. Wapo level nyingine, ni kama wana miaka 22 23 jinsi wanavyocheza. Lakini unakuja kwa Budo Mutale, kulikuwa kuna kelele nyingi sana. Lakini jinsi alipomuingiza taratibu kwenye mchezo mpaka sasa hivi, watu sasa hivi wameanza kuwaza, watu walikuwa wanaona kabisa anaweza kukata mwisho msimu. Lakini sasa hivi watu wameanza kuwa kugeuka mawazo kwamba inawezekana kuna kitu anacho, mwalimu amekiona, tulikuwa tunashindwa kumvumilia, na sasa hivi kinaanza kuonekana. Na kuna wachezaji wengine, mfano kwangu mimi nilikuwa na matarajio makubwa sana kwa Awesu, lakini naona bado hajakidhi kile ambacho standard ambao alitakiwa awe nayo ndani ya Simba. Wengine kuna Kagoma wamepanda. Kwa Budo ukiwa kama kocha, ukiwa kama kwenye akili ya Fadlu, kila alichokifanya ni rahisi au ungeweza kuingia kwenye pressure? Sio rahisi kwanza, na nikwambie tu Anwar, mashabiki na makocha tunafikiria vitu viwili tofauti. Yaani sisi mashabiki wa mpira tukiwa mitandaoni, kwenye media, wapi, tunavyofikiria sisi, yaani makocha kwa mfano sijui wanasikiliza, sijui wao wanasoma. Kama wanakuwa wanasoma wanasikiliza, wanakuwa wanatushangaa sana mno. Mimi niliwahi kukutana na Sajigwa wakati tunasafiri tunaenda Benin na kikosi cha timu ya taifa.
ndani ya Mpangile hivi kuna muda na wasikilizaji unajua nyinyi mnaongea sana nyinyi. Nikamwambia bro, we kocha, kazi yako wewe unalipwa. Mimi nalipwa kwa kuongea. Kwa kuna sehemu naweza kaa nateleza lakini nalipwa kwa kuongea. Kwa hiyo sitoacha kuongea. Lakini pia mchambuzi kazi yetu si pia ni rahisi kwa sababu tunaongea baada ya mechi. Hakuna mchambuzi mbovu baada ya mechi. Yaani kila mtu atakuwa mzuri tu. Kocha msaidizi wa Man City wa Namalilo aliwahi kusema kwamba kila mchambuzi duniani ni mzuri sana baada ya mechi. Ukitaka kupata mchambuzi mzuri mfuate kabla ya mechi. Mwambie mechi wanakutana na Simba na Yanga, Simba na KMC, kwa jinsi KMC ulivyoangalia mechi zao zilizopita na Simba, hebu analyze nini unahisi kinaenda kutokea. Kimpata mchambuzi akaanalyze pale nini unahisi, kwa sababu hawezi akapatia 100%, lakini atakupa picha nini kinachoenda kutokea kulingana na KMC walivyo, Simba walivyo na muktadha wa mechi, nini kinachohitajika kwenye mechi. Nipi analysis unahisi nini kinatokea, kwa sababu pale sasa ndo coaching. Sababu kocha KMC ataanalyze kwa jinsi Simba wanavyocheza, hiki ndio Simba wanaenda kunifanyia mimi. Kwa mimi nijiandaaje? Na kwa jinsi mimi Fadu nilivyo na wale KMC walivyo, hiki ndio anachoenda kufanya. Kwa mimi niandaa vipi timu yangu? Maswali na majibu kwa makosa. Exactly. Kwa hiyo sio rahisi kwa Mutale kwa sababu kwa bahati mbaya na hii sio Tanzania tu. Tusiwapige sana nyundo mashabiki wa Tanzania. Hii duniani kiujumla wachezaji hawana luxury ya kupewa muda. Yaani mchezaji akisajiliwa, mashabiki karibia wote duniani tuna hii kansa kwamba ukisajiliwa tunataka hapo hapo tu. Tunasahau kwamba yule ni binadamu ambaye ametoka sehemu moja anakuja sehemu nyingine, ambao anakutana na kundi la wachezaji hajawahi kufanya nao kazi, kwenye klabu ambayo hajawahi kufanya kazi, kwenye nchi ambayo hajawahi kuishi. Kwa hiyo pia kuna mabadiliko pia ya mazingira, inabidi adapt. Sasa apewi huo muda kwanza kuadapt, kwamba inabidi tu ukiletwa mwingine hapa atanyambia Mpangile mbona wengine wanakuja tu afu wanauasha. Ndio maana yule Juma huyu Jeremia, yani tuna makuzi tofauti, mmoja anahitaji muda, mwingine atahitaji muda. Na ndio maana usingeweza kusikia hata siku moja Fadu hata akiulizwa labda kuhusu kina Mutale kina nani, utaona tu jinsi anavyowakingia, kwa sababu anajua sio kazi nyepesi. Yani mchezaji mpaka kuwa katika ile level moja itabidi kwanza anyelewe mpaka mimi kocha nini ninachohitaji. Inawezekana alipotoka kocha yake alikuwa anamtumia katika majukumu fulani na maeneo fulani. Mimi kwa sifa ninazomuona natakiwa nimtumie sehemu nyingine majukumu mengine. Kwa hiyo inabidi anyelewe kwanza mimi ninachohitaji na hayo majukumu, and then aelewe ule muundo jinsi wa kufanya kazi, afu ajue na wale wenzake. Nao hapo tayari nimeshampa kila kitu, inabidi pia muelewe partners wake. Kwa mfano Mukwala amewahi kucheza naye, hajawahi kucheza naye. Kwa hiyo inabidi aanze kujua Mukwala anahitaji aina gani ya mipira, mguuni ama njiani. Na akiwa anafanya movement fulani anahitaji ule mpira. Unawezekana kuna striker umewahi kucheza naye anakuambia ukiweka njiani kama pale unajua yule afiki yule. Kwa hiyo umeclaim. Unajua hata Mukwala nikimweka pale atafika kweli pale. Kumbe mwenzako anafika ujue wewe weka tu. Kwa inabidi kwanza hata hiyo partnership pia muitengeneze, muanze kuelewana. Haitokei tu kwa usiku mmoja. It takes time. Kwa hiyo katika kutengeneza pia kikosi kuna wale ambao watakuja watashine moja kwa moja, kuna wale ambao watakuja taratibu taratibu. Nitakupa mfano mmoja tu hata hapo ndani ya Simba. Wakati Mixon alivyosajiliwa Simba, hakuanza vizuri. Mdogo. Na kwa pressure sisi mashabiki tulivyo, hamna kitu. Alivyo settle tu huwezi kuishi naye. Yaani huwezi kuishi naye, yaani utajuta. Tena expectations zikawa juu zaidi. Zikawa juu. Kwa hiyo yani ni footballers, ni kazi yao, of course tutawachambua kwa kazi yao, lakini huwa natamani wakati tunaanalyze tusipoteze ile element ya wao kuwa pia human being. Ni binadamu ambao pia kuna namna inatakiwa wao wanaseto, wanasaidiwa na wachezaji wenzao, wanasaidiwa pia na makocha. Na hii ni kwa wachezaji wote duniani. Na kuna wale ambao watashindwa kukopa kabisa. Na hapo ndo akuja ule msemo ambao nafikiri aliwahi kusema Rafa Benitez. Aliwahi kusema not every good players can fit in every good team. Kwamba sio kila mchezaji mzuri atafiti katika timu nzuri. Na ndio maana watu huwa wanashangaa, yule katoka kule Nondo, kwa nini kwetu achezi vizuri? Akishaondoka pale, akienda timu nyingine anauasha. Kwani kwetu mbona hakucheza vile? Afu kule amecheza vizuri. Anthony. And that's football, yani kuna mazingira